Katuga, kutolipua matibabu na umeeleza vitu vingi kuhusu uchaguzi. Imani yako uliposema imani yako na mahakama haipo, kwa hiyo huna imani. Mheshimiwa Lissu, hilo ni la kuuliza kweli? Kwenye maswali haya sina imani kabisa na mahakama. Katuga, maswala yapi? Mheshimiwa Lissu, si ya uchaguzi tunazungumzia. Katuga, kwa hiyo kupanga kuiomba mahakama kutengua vifungu fulani vya katiba? Mheshimiwa Lissu, si kupanga. Katuga, uliamua kutafuta njia nyingine mbadala? Mheshimiwa Lissu, njia mbadala ya kidemokrasia. Katuga, jana nilikuuliza kuzuia uchaguzi ni njia ya kidemokrasia? Mheshimiwa Lissu, haswa. Katuga, kukinukisha ni njia ya kidemokrasia? Mheshimiwa Lissu, hasa ni njia ya kidemokrasia. Katuga, kuhamasisha uasi je? Mheshimiwa Lissu, njia ya kidemokrasia kabisa. Mwalimu Nyerere alisema uasi dhidi ya mifumo kandamizi ni halali kabisa. Katuga, kifungu cha 52 cha Media Service Act iko sana kifungu cha 55. Mheshimiwa Lissu, iko sawa. Katuga, sheria ya huduma za habari iliundwa kule Great huduma ya habari? Mheshimiwa Lissu, ndio. Katuga, kuzuia uchaguzi uliopo kwa mujibu wa sheria ni kuipinga serikali? Mheshimiwa Lissu, ni kuzuia uchaguzi, kuipingaje tena serikali? Katuga, kuhamasisha uasi, kukinukisha ni kuipinga serikali au kuipindua serikali? Mheshimiwa Lissu, hatuko tunazungumzia habari za serikali. Katuga, mbona nakuuliza swali kwa heshima tu? Mheshimiwa Lissu, huna heshima hata kidogo, uitai wapi? Katuga, unakumbuka ulisema kuipinga serikali sio kosa? Mheshimiwa Lissu, nilisema. Katuga, sasa ulikuwa unamaanisha nini? Mheshimiwa Lissu, Nasra Katuga, nimesema kifungu cha 55, hakijasema serikali peke yake. Katuga, mimi mdogo ndio maana unanionea. Mheshimiwa Lissu, wewe mdogo ungekuwa hapa. Una udogo gani wakili mkuu wa serikali? Katuga, ulisema polisi kujiandika maelezo ni kinyume cha sheria. Na je, uliwatajia sheria? Mheshimiwa Lissu, sikuambia, lakini kifungu kipo na kinajulikana. Katuga, sasa mbona unaniambia sina adabu halafu wewe hujibu maswali? Mheshimiwa Lissu, unataka nisemea kwako? Katuga, ulisema vielelezo vilivyoingia mahakamani uliviingiza wewe? Mheshimiwa Lissu, viliingizwa na mahakama. Katuga, kwa hiyo umeridhika na content za hivyo vielelezo? Mheshimiwa Lissu, nimeridhika vitumike kuonesha sina hatia. Katuga, naomba diwani na D16 wanamtafutia wampatie vielelezo. Katuga, unakumbuka diwani ya kielelezo cha Kaaya ambaye ni PW2 na uliomba yatumike kwa nia ya kudodosa shahidi kwa mujibu wa kifungu cha 163? Mheshimiwa Lissu, kweli. Katuga, ni kweli tulisema omission na contradiction? Mheshimiwa Lissu, nilisema. Katuga, ulisoma kifungu cha 163 hapa mahakamani na ukasema hakuna neno omission kwenye kifungu hicho na neno pekee lililopo ni contradiction. Mheshimiwa Lissu, nakumbuka. Katuga, ulimuuliza Kaaya ameajiliwa mwaka 2009 na ameenda Zanzibar au hajaenda, na akajibu hayamo. Nakumbuka. Mheshimiwa Lissu, nakumbuka. Katuga, kutokuwepo kwenye maelezo yake ni contradiction au omission? Mheshimiwa Lissu, omission. Katuga, kwenye hiki kielelezo ni contradiction gani ipo hapo? Mheshimiwa Lissu, mahakama alisema ni uhaini, lakini kwenye maelezo amesema ni makosa ya jinai. Katuga, uhaini ni madai au jinai? Mheshimiwa Lissu, jinai ziko ngapi sasa? Alitakiwa kueleza kwa jinai ipi? Katuga, ni bado unasema kweli hiyo nyaraka kuna contradiction? Mheshimiwa Lissu, nimeshaonesha. Katuga, nakumbuka ulimhoji kwamba yeye ni mtaalamu wa picha aliyetangaza kwenye GN 725 akajibu maneno haya yamo. Mheshimiwa Lissu, ndio. Katuga, je, hiyo ni contradiction? Mheshimiwa Lissu, ni contradiction ndio, kwa sababu zilitaja GN mbili tofauti. Ni contradiction ya alichokisema kwenye maelezo yake ya maandishi. Katuga, yale majibu yote aliyosema hayamo yalikuwa ni contradiction au omission? Mheshimiwa Lissu, ni omission. Katuga, ulisema hiyo omission inaenda kwenye root ya kesi. Lissu, tutasema hayo mengine kwenye final submission. Mimi ni shahidi wa facts. Katuga, naomba tuende kwenye D3. Lissu anasema ngoja nitafute. Ametafuta kwa muda mrefu na amepata sasa. Katuga, D3 kielelezo alisema ananunua Ilala boma sokoni. Hiyo ni omission au contradiction? Mheshimiwa Lissu, ni omission na ni contradiction pia. Katuga, maneno kwamba hayamo kwenye maelezo yake kwa mujibu wa jibu hili yanakanganya na nini? Mheshimiwa Lissu, yanakanganya na Kariakoo na posta mpya. Wakati huu amesema Ilala boma. Katuga, swali kwa PW4 kwamba alikuwa na smartphone Sony Galaxy yapo au hayamo kwenye kielelezo? Alisema hayamo. Mheshimiwa Lissu, ndio na ni omission. Katuga, kuhusu kuwa na account Facebook hajaandika kwenye maelezo, unasemaje?
Mheshimiwa Lissu hakuandika ni omission. Katuga alisema amemwona Tundu Lissu kuhusu, na hiyo ni contradiction au omission. Mheshimiwa Lissu ni omission. Katuga huku alisema mzozo, huku amesema bishana. Kwani tofauti ni nini? Mheshimiwa Lissu, mzozo ni element za ugomvi, hakuna ustaarabu, mabishani kutofautiana mawazo, hata marafiki wanabishana.